Tuko katika morning glory yetu ya tarehe 1 na jana, wale ambao walikuwa hapa tukikamilisha fasting yetu ambayo tulianza mwanzo wa mwezi na hata tukakamilisha mwisho wa mwezi. Mafundisho yaliyokuwepo yalikuwa ya maana sana kuhusiana na hekima na na maarifa, na vile vile pia maombi yaliyofanyika. Kwa kweli tumejipata kuwa wepesi wa imani, kwa sababu Baba tuliyejinyima kwa ajili yake alinena nasi na akatutia nguvu sana. Na jana tukafanya maombi, na baada ya maombi tukashirikiana sote kwa pamoja. Kwa wale waliopatikana tukakula pamoja na ikawa ya baraka sana. So asanteni waliojituma kwa ajili ya kutulisha chakula, kwanza waliotoa fedha zao na waliotumia roho zao na upendo wao na nguvu zao kutupikia, na waliotumia muda wao kwa kutusafu kwa sababu ya upendo. Nazirejesha shukrani nikisema ni asante sana. Mungu akakubariki na akakuzidishia. Kama umejua kile ulichofanya kwa lisha watu waliojinyima chakula kwa ajili ya Bwana, wazi uliyefanya hivyo, hata wao hiyo maombi walioomba, hata kama kukutaja jina, lakini kwa sababu kuna mahali ulishughulika mahali fulani, wazi maombi yalikufikia. Kwa hivyo Mungu akubariki na Mungu aendelee kukutendea mema. Asante tena kwa ajili ya baraka kwa ajili yetu. Mambo mengi yameanza kujitokeza, kama vile ambavyo saizi kuna harusi karibu 3 na wote walikuwa wanahitaji mwezi mmoja. Mwingine alinipigia jana, na kuna mtoto wangu mmoja hapa alipata bwana, tena alipata bwana ambaye huyo bwana ninamjua na pia ni mtoto wangu, na pia vile vile alitaka kwenda kunitolea mahari. Nikamwambia ya kwamba mwezi wa 2 wote tuko na nafasi na mwezi wa 3 wote tuko na nafasi, lakini mwezi wa 4 tutakuwa busy. Akasema atajipanga kuja mwezi wa 2 na mwezi wa 3 niandae wazee wangu tuende tukatoe mahari na tupangilie mambo ya harusi ambayo itafanyika mwezi wa 8. Sijatoa tarehe, lakini itafanyika mwezi wa 8. Katika harusi hizi kama watoto wangu, kila mmoja alinitambukia jambo. Aliniambia kama uliweka ahadi yoyote atakayeolewa katika njia ya heshima utamnunulia gauni. Nimeyavaa hayo, na hata huyu mwingine tayari gauni lake linashughulikiwa huyo mwezi wa 8, na huyu mwingine suti yake inashughulikiwa, na gauni linalonunuliwa ina 50,000 na suti yake ya 25,000. Tasimamia kwa ajili ya watoto wangu, kwa sababu ya kwamba wameoana kwa heshima, wala sina gharama wala sina majuto kwa njia yoyote. Wakaozae watoto na wakaendelee na maisha ya baraka, hata kama hawatakaa nami, lakini watanikumbuka kwa vizuri nilichowafanyia. Amina. Nikakaa na wazee wangu akasema, huo mwaka unaokuja
kama watoto wetu wameoa, na sisi inabidi tufanye harusi. Tufanye harusi za blessment, ni kubless, ndio ni kubless ama mfanye ama play ya madeni. So tutafanya harusi hapa na kina Pekea. Wagina Jacob wenyewe ina muli. Yes. Zawa zilisumbui hata kidogo. Tunapeana miezi miwili, mwingine anaondolewa, miezi miwili, mwingine anaondolewa. Hiyo ndio ilisumbui. Hiyo mwaka hiyo tutamalizana nayo. Hata tumalizane hizo watoto wako. Ndio familia iongezeke hapa, si ndio? Si ndio? Washirika waongezeke, si ndio? Yes. Tunaongezea wazee na tunaongezea wamama. Na kijana wangu pole, hana maneno. Alipata bibi. Unajua ni nani? Ila alipata bibi yake. Ya heshima. Kumwambia sawa mwanangu. Hiyo ndio furaha. Sina lingine mimi. Amen. Kuna kitu tunataka tusomezane hapa. Katika kitabu cha Mhubiri kuanzia 5 kuanzia verse 1 ndio ahubiriwa, but today narudia tena. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama masaa haya ni asubuhi Bwana. Wazungu wanaita morning glory, nasi tunasema ni asubuhi ya baraka. Basi Bwana, neno hili naliweka mikononi mwako, na mtumishi atakayeenda kutuhubiria pia mikononi mwako. Kichwa chake kikawe chako, ufunuo wake ukawe wako. Neno hili likaweze kuwa la baraka kwa wale wote waliofika kwa sana majira haya, wanapoenda kulisikiza na kulipenda na kulihifadhi ndani ya mioyo yao. Sababu ni kweli, ni wazi kabisa kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Basi ukatuongoze sasa, ili tukaweze kubarikiwa. Pokea sifa zote na utukufu, Yesu wangu, ninayekupenda na kukuabudu na upendo wa hali ya juu. Na katika jina la Yesu Kristo Bwana nimeomba na kushukuru. Amen. Kitabu ni cha Mhubiri 5 kuanzia mstari wa 1. Inasema, jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu,
Haleluya. Amen. Wow. Nani asiyeelewa maana jitunze? Ni nani hajui maana ya jitunze? Obvious, asilimia kubwa sisi sote tunajua maana ya jitunze. Kujitunza, maandiko inasema uwe makini, uwe mwangalifu unapoamua kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa sababu sio jambo rahisi, ni jambo la kujitolea katika Mungu. Jana nikakwambia kuna maombi ya rohoni yanayogusa Mungu sana, yanayogusa roho wa Mungu sana, na nikakwambia kama kuna mtu anaangalia zaidi, ni vile Yesu alivyosema ya kwamba nimewaachia roho msaidizi. Amen. Ni wazi kwamba ukiongoka, unapoapa katika jina la Yesu, na kwa sababu Yesu alikuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, basi huyo roho kila mahali utakapokwenda utakuwa pamoja naye. Amen. Sasa inategemea unamuonyesha nini na unatenda matendo gani. Amen. Maana ukimwonyesha unyenyekevu atajidhihirisha. Amen. Ukimwonyesha uaminifu atajidhihirisha. Amen. Ukimwonyesha ukamilifu utajidhihirisha. Bila kujirudia. Amen. Na ukishakosa, nikasema kitu lakini kuna watu ni kama walinielewa na wengine hawakunielewa. Nilisema hakuna mtu awaye yoyote aliye na roho wa Mungu awe mgumu wa kustotubu. Ukiwa na roho wa Mungu mwanangu, hauoni ugumu wa kutubu. Ukiwa na roho wa Mungu mtoto wangu, hauoni ugumu wa kunyenyekea. Ukiwa na roho wa Mungu mtoto wangu, hauoni ugumu wa kusema nisamehe. Amen. Kozi roho wa Mungu kazi yake kubwa ni kunyenyekea. Amen. Ikiwa hakuna mahali popote unanyenyekea, hauna roho wa Mungu. Maandiko akasema ukikasirika asifike jioni, ila before jua lizame huo ushaachilia. Amen. Hasira zako aliye na roho wa Mungu si za kudumu. Mpaka ukipikiwa chakula la mtoto wako unakikataa. Mpaka watu uliokosana nao unakosa, wakikusalimia unakosa kuwasalimia. Maybe wewe umekataa matendo yao maovu. Wana roho wa Mungu ni ngumu sana kukuruhusu utembee na watu wanaojinajisi. Sana sana kwa wanaojua sheria ya Mungu na wanakosa kuitimiza. Mungu kuonea mpaka, maana rohoni mwao kumeweka viburi. Inasema uendapo nyumbani mwa Bwana utunze Mungu wako. Ni kuwa mwangalifu sana. Amen. Na ukikosa, ukishatubu na Mungu wako, hata kama mtu mwingine anakuona mwenye dhambi, achana naye. Kuna kitu hajui siri na Mungu wako. Amen. Hajui siri wewe na Mungu wako. Amen. Hajui maombi yako wewe na Mungu wako. Amen. Hajui sala yako wewe na Mungu wako. Amen. Huwezi jua kama mtu ulijinyima aje. Daudi alikuwa na siri moja alishamkosea. Kuna vitu Daudi alifanya na hata wewe hujawahi fanya.
na alisamehewa na Mungu, na hata Yesu alipokuja alimtaja Daudi akamwambia yeye ni baba yangu. Wewe unabeba dhambi za kale, na Biblia inakwambia Bwana ameumba mbingu mpya. Zile mbingu za kwanza zikaondoka. Unajua hizo mbingu za kwanza zilikuwa nini? Maroho. Na sasa Roho wa Mungu amekuja, amekutakasa na kukufungua. Haleluya, amen. Kuna maombi ukiomba, nikakwambia jana, hata ukiwa peke yako. Ukiomba hata ukiwa kwa nyumba yako, hata mahali popote Roho wa Mungu anapokuongoza uombe. Na ukimwambia Mungu, niko hapa kwa ajili yako. Naomba Roho wako aniongoza na neno anitazame. Chochote kinachokusumbua ambacho unaona sana sana kinakukosesha katika ufalme wa Mungu, unatanguliza na kuomba hayo mambo mabaya ili yaondoke katika macho yako, katika fikra zako. Sababu kama una kiburi, mwambie Baba Roho wako aniondolee kiburi. Una usharati, mwambie Baba Roho wako aniondolee usharati. Amen. Unapenda umbea, mwambie Baba Roho wako akuondolee umbea. Wewe ni mtu wa hasira tu za ovyo ovyo, mwambie Baba Roho wako aniondolee hasira. Wewe ni mtu wa tamaa, mwambie Baba mwili huu ikawe hekalu lako, uondolee tamaa za dunia. Amen. Mungu atakusaidia. Na kuna vitu atavifanya vya maajabu. Na utahisi uwepo mwingine hujawahi sikia. Wewe hujawahi sikia uwepo kwa sababu kuna maombi unaomba ya kutaja tu nahitaji ndoa. Na kutaja tu nahitaji kazi. Lakini haujawahi kutafuta roho vizuri, ambaye anaweza peana hizo kazi, ambaye anaweza peana hizo ndoa, ambaye anaweza peana hizo amani. Nikufundisha nakwambia jana, kuna Roho wa Mungu ukimuhusisha upande wako, sana sana Roho wa Mungu kumuhusishi kwa sababu ya mali. Mali anajua ni lazima utahitaji, lakini utengenezee njia ya kwanza. Tengenezee njia ya kwanza, roho yako iwe safi. Tengenezee njia ya kwanza, huduma yako iwe safi. Ni rahisi hizo vitu vingine kutendeka. Kwa maana haiwezekani ya kwamba uitishe Roho wa Bwana na unakuja kumtendea dhambi. Kuna nguo unazozivaa unajua hizi ni za kushindia. Ukizivaa unasema hizi ni za safari. Sasa vazi la wokovu, unafaa uwe makini sana katika hiyo vazi. Kuna wengine wanatamani kulichafua kwa kila aina ya mbinu. Wengine anakumwagia mchuzi, wengine anakumwagia damu, wengine anakumwagia matope, lakini ukiyahepa ni ngumu kumpata. Kuna mambo mengi duniani. Tamaa zimezidi. Wokovu umekuwa ni kama fake. Na ndio maana ni ngumu sana mtu kufanikiwa na maisha yake anayohitaji, kwa sababu hatutamani yale maisha kwa njia ya kiungu, tunatamani yale maisha kwa njia ya tamaa, ukitaka kushindana na watu wengine. Roho wa Mungu sio kushindana na namna hiyo. Roho wa Bwana ushindani wake ni kufanya wewe uonekane mbarikiwa ili wengine wakauje kuokoka. Amen. Lakini kama utaiweka kwa njia ya kupoteza watu wengine, ni ngumu sana Mungu kuachilia baraka kwako. Usiwe na roho ya kutaka kubarikiwa ili waumize wengine. Amen. Usiwe na roho ya kutaka kubarikiwa ili uwacheke wengine. Usiwe na roho ya kutaka kubarikiwa
aina yoyote ya kitu chochote, ukawadharau wale wengine. Kuna watu walikimbilia maisha na hata sasa wanajuta. Kuna watu walikimbilia mambo lakini hata sasa wanajuta. Wanasema kama ningelijua. Lakini sasa wewe Mungu anakunenea. Ujue, uwe makini unapoingia katika nyumba ya Bwana. Akili yako inasatwa nini? Mawazo yako yanawaza nini? Inafikiria nini juu ya maisha yako? Uko na muda mzuri sana. Nasema kuna muda mzuri wa kujitafakari. Amen. Kuna muda mzuri wa kujiliwaza. Kuna muda mzuri wa kujirekebisha. Pasipo kuangalia mwingine anakuambia nini. Jirekebisha. Because life ni yako. Maisha ni yako. Maisha ni yako na ile jamii utakayokuwa nayo kesho. But ukimiss mistake, utakuwa umefelisha tamanio la moyo wako. Angalia Ayubu. Angalia Yusufu. Tamanio lake lilikuwa ni nini? Ndoto zake zilikuwa ni nini? Alipatana na mangapi? Hakumwacha Mungu. Baki kitu alichokiota kikaja kikatimia. Amen. Sio kitu rahisi. Kwamba unapotamani kitu kitakukutia kwa njia ile unayoona ni ya urahisi. Kulia. Unakudharauliwa. Unakupitia majaribu. Kuna vitu haviwezi kuwa kama Mungu hata kutengenezea ushuhuda. Kuna mahali huwezi fika. Kuna mambo huwezi kuyaongea kama Mungu hata kupitisha. Kuna mahali unapitishwa kwa ajili ya kwamba umeandaliwa kitu kesho. Na huwezi kuja kuwa pastor strong wakati umefanya kurukishwa tu. Huwezi kuja kufanyishwa kuwa kiongozi strong wakati umekwepa majaribu. Utawaambia nini wateule wa Mungu? Utakuwa na confidence gani kwamba kuna mahali Mungu alikutoa? Utajuaje Bwana amekupigania? Na Yesu anawapigania watu waliovunjika moyo. Utakuwa na ujasiri gani wa kuvumilia mambo yatakayokupata? Mungu hajaidanganya aliposema ya kwamba anapokujaribu amepima. Sasa ni wewe ndio uruke kwa hicho kipimo. Huko mwingine hautapimwa. Amen. Unaruliwa na shetani. Pimwa. Na ndio maana daktari yoyote akitaka kukutibu mpaka akupime. Maana hawezi tibu magonjwa sio yajua. Ukishapimwa ukionekana na magonjwa unapewa dawa inayolingana na magonjwa haya. Wewe ukipimwa unakimbia. Wewe ukipimwa unalia. Umekataa kupimwa na Mungu, alafu unaenda kupimia watu mambo mabaya. Mungu anasema kipimo unachopima ndicho utakachopimwa. Tabia utakazozifanya
ndizo zitakuja. Lakini jaribio la Mungu haliepeki. Akamwambia Petro ya kwamba waambie watu wangu ya kwamba dhahabu before ijulikane ni dhahabu ni lazima ipitie katika moto. Nikawaambia juzi, unapenda kusema wakina Shadraka na Meshaki walipowekwa katika moto, Yesu akakuja hapo, wakaona watu wanne na walikuwa watu watatu. Ona hakika majaribu yako naweza ona mtu wanne. Kama mmoja umeruka, wale walikubali kuwepo. Kuna mahali majaribu mengine huwezi kuyaepuka Jacob, ni lazima yakuje. Na utakuja kuwa na ujasiri ukishapita hapo. Mtu aliyepitia mahali anakuambia hiyo ni jambo dogo, kwa sababu anajua Mungu alimtoa hapo. Lakini kwa mtu aliyekwepa, kimbia jaribu, Biblia inasema hanistahili hata kidogo, haustahili hata kuongoza hata kidogo. Unaongoza nini? Wewe mwenyewe ulikimbia. Mungu akubali ukawe kiongozi wa waoga, utawaogopesha watu. Na maandiko yanasema kuwa jasiri na moyo wa ushujaa, watu walioteuliwa na Bwana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama unataka kuwa na historia na watu hata wengine washuhudie historia yako, ni yale unayopitia, usimame na wewe Mungu wako. Amen. Yaani unapopepa ni sawasawa na kumwambia mtu ya kwamba unakataa kichwa cha Mungu aliyekwambia vita sio vyako. Watu wengine hamupiganiwi na Mungu, maana mnakwepa. Mungu anakuacha. Ndio maana unaona mwenzako anakuambia mimi nilipitia hapo na nikatoboa, wewe ulipitia na hautoboa. Unajaribu unakaa nalo, mwenzako anakuambia hilo nilipata na nikapona. Uliza mimi nakosea wapi na yeye alipata wapi? Ni kwa sababu hatui makini tunapokuja katika nyumba ya Bwana. Hatutunzi miguu yetu. Ukiingia nyumbani mwa Bwana bado unakuwa kama kahaba. Kwa sababu aliye na roho wa Mungu hubadilika akawa kiumbe kipya. Hubadilika mawazo, tabia. Watu wengi wanahitaji baraka za Bwana, lakini hawajajua kukaa na Mungu. Ukihitaji baraka za Mungu, jua kukaa naye. Unayetaka mwenzako akubariki, jua kukaa naye. Unayetaka mwenzako akuzawadie kitu, jua kukaa naye. Haleluya. Ukitaka kujua mtu ni mzuri, jua kukaa naye. Haleluya. Lakini ukikosa kujua kukaa naye, hautamuona uzuri wake. Kwa ukitaka kuona Mungu ni mzuri, ujue kukaa naye. Haleluya. Amen. Maana ni heri kukaribia ili usikie. Ni heri kufanya nini? Kukaribia ili usikie. Ni heri kufanya nini? Kukaribia ili usikie. Na wewe unapenda kusikia? Nimekuuliza swali zuri. Unapenda kusikia? Furaha ya kusikia ni kufanya nini? Baada ya kutii ni kutenda. Ni kutenda. Maana imani huja kwa nini? Kwa kusikia. Ndio vitu vingine ufanye nini?
utende. Sasa lakini ukisikia na kama hautatenda, Mungu anasema ni nani? Wewe ni mje, wewe ni mje. Unaweza kana mtu jeuri, unaweza penda mtu jeuri, unaweza bariki mtu jeuri, unaweza zawadia mtu jeuri. Unajua neno zawadi huwa linatafsirika kwa kubariki mtu. Umeelewa? Neno zawadi linatafsirika, Mungu akikuzawadia maisha mazuri ndio uone ambao umebariki. Ukipata ndoa nzuri umebariki. Ukipata kazi nzuri umebariki. Yaani Mungu amekuzawadia kwa njia ya nini? Ya baraka. Amen. Sasa huwezi zawadia mtu jeuri. Huwezi zawadia mwenye kiburi. Huwezi zawadia mtu muovu. Halo. Amen. Amen. Kutunza ni kuwa makini. Kukaribia hauwezi ambiwa ukiwa mbali. Ni kuwa karibu. Na unapokuwa karibu, unapotii, ni kufanya lile jambo ambalo umeonywa ama umekanywa ama umeambiwa fanya. Amen. So kile Mungu anachokwambia fanya, unafaa ukifanya, maana unamhitaji Mungu na unamhitaji Mungu na mali yake. Amen. Unamhitaji Mungu na baraka zake. Amen. Unahitaji Mungu na afya yake. Amen. Afya sio yako. Afya ni ya Mungu. Na ndio maana ukigonjeka unamwomba Mungu afanye nini? Akuponye. Kwa sababu Mungu ndiye amebeba nini? Afya. Amen. Na ndio maana huwa nawaambia, wakati ukiwa mzima usiringe. Afadhali uringe ukiwa ndani ya nani? Ya Yesu. Haleluya. Kwa maana unajua una mponyaji. Unajua una msaidizi. Haleluya. Lakini ukiringa na haonga ndani ya Yesu, na kuwa ndani ya Yesu sio kuja kanisani. Ni kuja kuutunza mguu ulioingia wapi? Kanisani. Nilikwambia kuna mtoto wangu mmoja alitoka kanisani baada ya miaka 3. Kwa hiyo simu ambayo anachukua video ndio iliona hizo message na hizo call zake. Anasema niko na 3 years sijakanyaga kanisani, sababu nilikwazika na nimekuwa mgonjwa na nimelazwa. Siwezi kufanya kitu chochote, ila ninaomba munisaidie. Jana nirudia ile message vizuri, maana ilikuwa ndefu, sikuwa nimemaliza kule mwisho. Madaktari wakinipima wanasema hawaoni nini. Nataka nitolewe na naomba nitoke. Niwaambie utoke hapo ukiwa mzima, urudi ukiwa mgonjwa, kwa sababu ya hasira. Mbona hasira yako isiendelee wakati ukiwa mgonjwa? Acheni kumchezea Mungu.
Niliwaambia hii tabia hii. Jana nilihubiri hapa. Hicho kitabu kilikuwa ni cha Mhubiri bado. I think ilikuwa ni Mhubiri ngapi? 9 verse 12. Tunaweza kukumbusha pale ukasikia mwanadamu anapatikana vipi? Acha tukumbushe. Cha Mhubiri 9 mstari wa 12 nasema, maana mwanadamu naye hajui wakati wake. Hakuna anayejua wakati wa kupatikana na matatizo. Haujui. Lakini wakati kama unakuwa mzima una mbwembwe nyingi sana. Una mbwembwe. Lakini haujui kama unakuja kupatikana tu, maana una mitego. Wewe mwenyewe una mitego. Shetani ya kweli yako. Haleluya. Amen. Haujui. Nani anayejua? Nani anayejua? Bora fikiri kama kuna mtu angelijua kama atakuja kukufa kesho, unafikiri ungempata hapo wapi? Anatamani baba Mungu atamtafuta, hata kama yuko chini, hata jali kama hana kucha. Atafurukuta hapo. Lakini hatujui. Amen. Kwa maana nikasema mzazi anapotafuta tiba ya mtoto wake, anatafuta tiba ili apate uzima, lakini hajui siku ya kufa yule mtoto. Na leta peleka hospitali, akaenda akamwacha wapi? Hospitali. Kama angelijua hiyo siku, hata asingempeleka. Hatujui. Lakini Mungu ndiye anafanya nini? Umesikia? Hata wakati unategewa, hata wakati unajaribiwa, hata wakati shetani anakuwinda, huwa hujui. Maliza. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake. Hajui wakati wake. Kama samaki. Kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya. Unafikiri samaki kama angelijua leo kuna mvuvi anakuja, unafikiri angeenda pale wa wapi? Huyo samaki angekimbia umbali wa wapi? Lakini hajui. Yeye anasikia kushwa. Kumbe anawekwa kwa nyavu katikati. Jamaa wa nyavu anatoa tu pole pole, yaani samaki anaona bado anacheza tu. Lakini kwa maji anaendelea kupungua. Mbona anaendelea kupungua? Kumbe umenaswa. Na hao kujua kwa mtego kwamba unanaswa. Kuwa makini. Amen. Nimesema kuwa makini unapoingia nyumbani mwa Bwana. Amen. Kuwa makini katika maisha yako, maana haujui siku yako ya kuingia kwa mitego. Maana kama ungelijua usingeingia kwa mtego. Na ndio maana angalia, na ndio maana Mungu hukukanya kabla hauja na. Narudia tena. Mungu hukuambia kabla hauja, kwa sababu maandiko yanasema sitafanya chochote bila kumjulisha mtumishi wako. Mungu anajulisha mtumishi wako akwambie, anajulisha mtumishi wako akukaa anikanye. Ema imekuja huko. Kumbe ni mtu. Ungesema tu ni mtu basi. Amen. Amen. So ikiwa Mungu amesema mwanadamu, na wewe ni mwanadamu ujue, sikisahau. Wewe ni mwanadamu. Hajui. Mwambie mwenzako hujui siku zako.
za kuishi hapa duniani. Haujui siku zako za kile kitakachokupata. Kuwa makini. Unaona mwenzako amekusaidia kwa nini? Maandiko yanasema nini katika kitabu cha Amosi 3:7? Hapo mahali usizidi hapo mahali. Amen. Neno likija lina sababu. Kitabu cha Amosi 3:7 inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Before hata kitu kikupate, pasta ashaambiwa. Na huyo pasta anakuja madhabahuni, atakuhubiria vitu vinavyoendana na tabia zako. Amen. Wote mdarau. Sasa hiyo useme maneno yake. Na Mungu amemhakikishia. Alafu wewe unajiona nawe ni nabii kivyako. Wewe nawe unajiona ni nabii? Kwa sababu una roho ya udanganyifu. Inakudanganya. Unasema uliota ukiwa unapanda maua. Hiyo ni ndoto. Lakini ukweli ni huu ninaokwambia. Wewe fikiria leo hii wote unapanda maua, kesho kukuza. Wote unafukuzwa na nyumba. Maua hujamaliza, joka amekufuata. Ni wazi, lakini kuna maadui wanafanya nini? Sasa kuepana na wale maadui ni kusikiliza kile Mungu anaanza kukutanguliza kwa kuambia Bwana. Ili uepane na hiyo mitego, uepane na yale majoka, uepane na yale maroho. Amen. Kwa sababu haujui kitakachokupata. Na ndio maana Mungu before afanye chochote, alikuwa wana wa Israeli wakifanya dhambi, anaanza kujulisha mtumishi wake, anawaambia tubuni. Wasiposikia wanapata za mtemabudu. Utasikia tu Mungu akanena na Yeremia, Mungu akanena na Musa, Mungu akanena na Yoshua, Mungu akanena na Ezekia, Mungu akanena na Isaia. Na ndio hiyo anasema hakika, yaani amehakikisha kwa aliyemwita. Kwani mambo mangapi hapo wanawaambia na kesho anakuja kutokea? Takuhubiria hapo unasema ni mahubiri tu, kwa sababu hata wewe ulihubiri kwa kifungu. Mimi sihubiri kama wewe. Wewe unatafuta mahali ambapo pana urahisi. Mimi natafuta mahali palipo na ujumbe wako. Amen. Hakuna mtumishi mbaya kama watu unaowalea ukimuonya kesho anatafuta kifungu cha kwamba unajua hata siyekupenda huyo ni fake. Hana roho wa Mungu. Alicho nacho ni kiburi. Na kutafuta ushawishi kwa watu. Na sisi hatukuitwa kwa kutaka kupendeza watu. Amen. Ni kumpendeza Mungu kwa hao watakaomsikiliza Mungu. Amen. 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 Sasa wewe anafunuliwa baki siri za Mungu. Wewe jichunge mguu wako uendapo Amani kwa Bwana. Baba, mubariki mama huyu aliyenunua hichi kiti kwa ajili ya kanisa lako.
hakulazimishwa na mtu, bali roho yake ilimgusa ya kwamba akafanye hivyo. Basi nami ninaiombea kama mtumishi wako Baba, kwa sababu ni tarehe moja hivi na ameleta kitu kimoja. Baba, tunambariki ya kwamba maisha yake yasipungukiwe, bali yakazidishiwe. Neema ya Bwana iwe naye na kila mahali atakapokwenda aone ukuu wako. Bariki na nguvu ya amani, na yoyote atakayemwinukia Baba, wacha na wewe kaweze kumwinukia na kumshinda kila vita zote. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Endelea kule kwingine sasa. Maliza hapo. Amen. Yeah. Kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya. Kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya. Na mfano wa ndege. Na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni. Wanaonaswa wapi? Mtegoni. Kwa hivyo unaweza ruka na ukaja ukaingia wapi? Unasikia? Unasikia mama? Waweza ruka kwa kila kanisa ukaingia wapi? Mara nilikuwa shetani anakuinga. Anaweza kukutoa mahali kwingine. Sasa zingine unaweza ona mahali kuna umekaa kwa mti. Kuna matunda unakula uridhike. Lakini wewe uone mahali mwenyewe ametandika mahindi yake. Wewe ujiulize mahindi mazuri yamekuja wapi msitu? Yamewekwa na liko za muda. Kumbe hiyo mahindi yamewekewa mtego. Ndivyo ndege wanavyofanya. Wewe unaona kuna kanyama yule kale kaparare katika huwa kanaruka kwenda mbali. Wewe unaona kaparare kanacheza tu hapo around. Sio fikiri, mbona hata anacheza hapo around. Kumbe ni katelo. Kuna mnyama anaitwa chenene. Unamjua chenene? Nani anajua chenene? Kumbe unajua chenene. Sasa yule chenene huwa anaikuwa mtego ule wa limbo sana. Unajua limbo? Limbo unajua? Unaweza kutafunwa alafu unapamba huku juu. Alafu chenene kinaruka pale katikati. Jamaa ameweka mtego vizuri, alafu ameweka huo mtego unapanda. Sasa kija kifika, na maana anaenda mbio. Ameshikwa manyoya. Na kukatwa. Sasa umemshika akiwa fresh. Sasa zingine unaweza toka kwa maombi, kwa ibada, kwa ulindi, kwa shimo kwa fresh. Unasoma jambo la Roho Mtakatifu. Bado na manyoya. Na uwepo wako chini. Aje ile kusokota hata nguvu. Yule mtu kumshika vibaya na kuduna vizuri kwa mdomo. Kuna jinyama lingine inaitwa kaukau. Huyo kaukau huwa ni mbaya. Ukimshika vibaya anaweza kudona mpaka kaacha damu ikitoka hapo. Kaukau. Wewe sikiza ile jina kaukau. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wanadamu hajui siku ya kuingia wapi? Haujui siku itakayopatikana kitu kibaya. Kwa hivyo tunza Mungu wako uendapo nyumbani mwana. Nasikia wateule wa Bwana. Nasikia watu wa Mungu. Nasikia wabarikiwa. Amen. Amen. Tutunze nini? Tutunze nini? Mungu ni supporter. Lakini kwa nini Mungu unatembea? Akili zangu zinaponiambia nenda mahali, kinachonifanya nifike ni nini? Kinachonifanya nifike ni nini? Uangalie hizo njia nazo. Sawa madam? Ndio. Uangalie Bwana Mungu anakutangulia sana huko. Amen. 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 Turudi pale tulikuwa tunamaliza. Ndio. Jitunze mguu wako endapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie. Tena. Maana ni heri kukaribia ili usikie. Kuliko kutoa kafara ya wapumbavu
Yaani unaweza Mungu wako usipoutunza, unaweza kutoa kafara ya unaweza kujitolea kafara, yaani kwenda kusengeja mtu. Yaani maji unajitoa, yaani Yesu alijitoa kwa ajili ya kutuokoa, wewe unajitoa kwa ajili ya kutupoteza. Hello. Hello. Kwa makini. Kwa sababu mahali unapoweka imani ndipo mahali palipo na matamanio. Kwa sababu kesho yako inajulikana na nani? Na Mungu. Wewe mwanadamu haujui kitakacho kupata, lakini Mungu anajua kitakacho. Na ndio maana hukuambia before haujaingia wapi? Bado mnaja? Hapana. Hapo jana sasa ndani. Watu mkakaa kwa mtego wa sauti. Kwanza kama mtego umekubana hapo. Kama ni mtego hapa. Nilifungua jana kama bado umeendelea na mfungo. Ama mara ya jana ndio nimefanya umeheshimiwa na sauti. Na baadaye ilikuwa matamu sana. Amen. Baki mzee akaekea tiki. Mmenambia amelala kikula hiyo maharagwe, amelala kionda. Anaona pilipili ndio kujifanya. Amen. Amen. Ili andiko huwa naambia hata wale mapasta wenzangu, namwambia uwe makini, maana hujui siku utakayoingia katika mtego. Lakini hii sana sana naongelea ninyi washirika. Amen. Uwe makini sana. Uwe makini. Haujui kesho yako mwana. Kesho yako iko mikononi mwa nani? Mungu anapokuonya. Mungu anakuonya kwa mambo ambayo hataki kuja ya kupate, kwa sababu atakapokuja kukupata anaona ni kama uokovu wake ni kama umeufelisha kwa. Mimi hakuna mtu namchukia kama mtu mwenye kukata tamaa. Kama uko hapa lakini mawazo yako ni ya kukata tamaa, wewe hata ukifungua biashara itakufa. Mungu hapendi mtu akukata tamaa. Amen. Hata kama unaona mahali popote hapaendi sawa, lakini kwa sababu unamwamini Mungu, unajua kabisa Bwana hajawahi shindwa. Amen. Narudia hapa, kama kuna mtu ambaye akukata tamaa, hebu tembea na mtu ambaye ni mtu akukatisha watu tamaa. Yaani haya haoni kufanikiwa. Yaani roho ya maskini ndio imejaa ndani ya mwili wake. Roho ya ushirikina. Fails. Yaani mtu akufeli kila kitu. Ati nitapata kweli. Sioni. Kwa sababu umezoea kufeli. Kwa na imani ya strong bana. Amen. Wanafikiri kuwa Goliathi ni kitu rahisi. Mungu hawezi pigania mtu ambaye hajajitolea mahali popote. Amen. Narudia hii. Mungu hawezi kupigania mtu ambaye hawezi kujitolea kwa jambo lolote. Yaani wewe kwa roho yako unasema nikifanya hivi nitashindwa. Hata usiende. Wenda kwa nini tayari hata ukiona mtu tu akianza kujikukuta hivi unasema haya nishakwisha. Haleluya. Amen. Hapana. Mwambie wenzako hapana, wewe si mtu wa kushindwa bwana. Sisi ni vipi wewe? Ukiamua ni
Kuna watu wengine wameshindwa kuvaa vizuri, wale wanasema hiyo pesa akitoa ndio atapata wapi tena. Angalia vile unakaa. Wacha zikupe hapo na ziko kwa M-Pesa. Narudi kwa Safaricom. Leo mwenyewe nikosa kusifani. Ati unatamani mahindi. Ati unajiwekea unangoja ufikishe. Paka mahindi japo unawekea budget wako ufikishe ni kama unajenga nyumba. Kila siku sukuma, na pesa uko nayo mama. Yaani hata kuchukua mayai kadhaa tu na uweke ka green kako na kanani kako, lakini ukiona jirani anafanya hivyo unakuja wanazo. Uja uweke sukari, chumvi kila siku. Hadi kwa sababu iko hapo karibu na leo tu na shirikano liko. Sukari kimeti. Wewe ufai kwa Yesu wewe. Wewe ukiwa na imani hizo hata mtoto wako akiingia kwa chama wewe ndio kwanza kutolewa kafara. Wacha nikwambie kitu kimoja. Mungu hawezi bariki mtu kama pesa hujui kuitumia. Aina irudia. Habariki mtu kama pesa huwezi kuitumia. Amen. Ngoja usiwe nataka kunipigia makofi. Kuna mwingine alitoa moja akaenda kuzika. Hakubarikiwa tena hata kibomoja. Yule mmoja. Hata yeye nimepata hiki, siwezi kukitumia. Usawa. Akaificha. Karibu. Alipoificha, Mungu anasema huyo hata alifai. Wasikia Salome. Akafanya nini? Akaizika. Anasema hata kile alichukua nacho. Wakati hapa anakuja na kupewa. Ya kupewa akaenda kuisunda. Unaona ukifa zikiwa bank ghafla na hakuna mtu anajua pin namba yako, umefaidisha bank. Ati nguo unavaa December to December, unakuja kupata safari ya ghafla, ukirudi asikutoshi tena, lazima huko ndani. Ndio maana Mungu hawezi kukupatia hizo vitu kwa sababu hujui kukutumia. Sema amen. Amen. Ukimwonyesha Mungu kwamba unamhitaji, hata kile kidogo ulicho nacho, jaribu kukutumia vizuri. Amen. Haleluya. Bali Mungu aliwarahisishia hata. Nasema usisumbuke ya kesho, yeye ya kesho utajisumbua. Yaani ukikosa wewe umekosa kweli sawa. Lakini unacho. Na mtu hawezi kunywa soda pake Christmas. Nenda si ya kununua, ni ile ya mchango. Sasa kuna watu wataenda kunywa soda harusini. Paka harusi nyingine. Amen. Alafu naomba Mungu akupe wapi? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukiwa na Bwana muamini kwa kila jambo. Amen. Ukiwa na Yesu muamini kwa kila jambo. Amen. Sisi ni watu wa kuzidishiwa, si watu wa kupunguziwa.
Haleluya. Amen. Time naona inaenda sana. Haleluya. Na kuna praise and worship hapa. Haleluya. Wacha tukutane baadaye kidogo. Amen.